Majina yangu naitwa Masud Mambo. Nimekuja kuongea hapa na Watanzania kama kijana wa Kitanzania. Kama tunavyojua, Tanzania ni nchi inayotawaliwa na sheria. Lakini pia kwa mujibu wa vyama vya siasa, wa sheria za vyama vya siasa, vyama vyote vilivyosajiliwa kisheria ni sawa mbele ya sheria bila ubaguzi wa aina yoyote. Hivyo basi, jaribio lolote la kubeza, kudharau au kupuuza ushiriki wa vyama fulani vya siasa katika uchaguzi, mijadala au majukwaa ya kitaifa kwa hoja ya kwamba chama au vyama vingine vimesusa ni kinyume cha misingi ya kidemokrasia, ni kinyume cha misingi ya haki, lakini pia ni kinyume cha misingi ya usawa. Demokrasia ya kweli haijengwi kwa mashinikizo, vitisho au siasa za misimamo mikali zaidi, bali demokrasia ya kweli hujengwa kwa hoja, ushindani wa sera na heshima kwa katiba na sheria za nchi yetu. Kila chama cha siasa kina haki ya kushiriki na kutoshiriki katika mchakato wote wa kisiasa. Naomba nieleweke. Katika vyama vyote ambavyo vimesajiliwa, kila chama cha siasa kina haki ya kutoshiriki au kushiriki kwenye mchakato wote wa kisiasa. Lakini haki hiyo haiwezi na haitakiwi kutumika kama chombo cha kulazimisha nchi kuyumba au kuvuruga utulivu wa taifa letu. Kama tunavyojua, Tanzania ni taifa ambalo limekuwa ni mfano wa amani duniani, sio Afrika, duniani. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania watambue kwamba lengo la vyama vya siasa ni si kusambaratisha nchi, bali lengo la chama cha siasa ni kushinda dola ili kutekeleza sera zao, ambazo sera hizo lazima ziwe zimelenga maendeleo ya nchi na kwa wananchi wenyewe. Lengo hili haliwezi kufikiwa katika mazingira ya migawanyiko, machafuko, taharuki, chuki, uhasama wa kisiasa. Taifa lolote lisilo na amani, umoja na usalama halina mustakabali wowote wa maendeleo. Tunasisitiza ya kwamba, na kwa msisitizo mkubwa, kwamba changamoto za kisiasa haziwezi kutatulia Watanzania maendeleo. Changamoto za kisiasa, taharuki za kisiasa hazitatuliwi kwa maandamano wala kwa hamasa za uvunjifu wa amani. Na kama tunavyojua, tarehe 29 kwamba yalikuwa ni maandamano, lakini yalikuwa yameambatana na machafuko makubwa. Watu wengi waliweza kudhurika, watu wengi walipata hasara, watu wengi pengine kuna wengine ambao walipoteza maisha kutokana na mazingira ya maandamano yaliyokuwepo, kutokana na vurugu ambazo zilitokea tarehe 29. Kwa sababu tuseme tu ni maandamano, bali yalikuwa ni maandamano ambayo yalikuwa na vurugu kubwa.